Mkapa, lakini uwanja unaingiza watu 15,885. Ndizo tiketi ambazo zitaanza kuuzwa kuanzia hii leo. Viingilio VIPA itakuwa ni shilingi 40,000. Tunaposema VIPA, unapoingia uwanja wa Amani, kwa wale wenyeji uwanja wa Amani, hapa VVIP wanapokaa wakubwa wa nchi na wageni waalikwa, ili shavu la kushoto na kulia hapa ndio VIPA, pale ni shilingi 40,000 kwa kichwa. VIPB Urusi ni shilingi 20,000. Mzunguko ni shilingi 10,000. Na tiketi zitauzwa kwa mtindo wa N-card. Kwa hapa Zanzibar kutakuwa na vituo 15 kwa maana ya Unguja na Pemba ambavyo vinauza tiketi kwa mtindo wa N-card, pamoja na duka la TTCL. N-card zinapatikana hapo, na kuanzia hivi sasa tiketi zinapatikana katika maeneo mbalimbali. Nitayataja hapa kwa faida ya wale wanaoishi Zanzibar, lakini vile vile tutatoa tangazo maalum ya vituo vyote ambavyo vinauza tiketi kwa hapa visiwani Zanzibar. Kwa wale wa Dar es Salaam, vituo vyote vya Dar es Salaam ambavyo vinauzaga tiketi katika mechi za nyuma, vile vile vitaendelea kuuza tiketi katika mchezo wetu huu wa nusu finali. Wito wangu uko sehemu mbili. Kwa hapa Zanzibar wengi tumezoea tiketi zile za paper tickets ambazo mara nyingi huwa zinauzwa siku ya mchezo. Kwa mechi hii tiketi zitauzwa kwa mtindo wa N-card ambazo unaweza kununua hii leo Jumanne, ukaitunza tiketi yako mpaka tarehe ya mchezo. Na siku ya mchezo, this is very important, siku ya mchezo tarehe 20, tiketi hazitauzwa nje ya uwanja wa Amani. Tumezoea kununua tiketi siku ya mchezo uwanjani. Kunakuwa na mawakala kadhaa ambao wanauza tiketi nje ya uwanja wa Amani. Mechi hii ni ya CAF. Taratibu yake ni tofauti kabisa. Sio utaratibu wa Mapinduzi, sio utaratibu wa Muungano, sio utaratibu wa ligi kuu ya NBC, sio utaratibu wa ligi kuu ya Zanzibar. Utaratibu huu ni wa CAF ambao hauruhusiwi kuuza tiketi nje ya uwanja. Hivyo basi, yeyote ambaye anahitaji kununua tiketi, anunue tiketi yake hivi sasa katika vituo ambavyo ninavitaja hapa. Hapa nje uwanja Amani, kuanzia hii leo mpaka siku moja kabla ya mchezo, kwa maana tarehe 19, kutakuwa kuna mawakala wanauza tiketi hapa. Tarehe 20 hawatauzia hapa tiketi. Lakini vile vile yuko Muhammad Zaharan Abdullah, huu ni wakala wa kuuza tiketi, anapatikana hapa Unguja. Lakini Shadrack Kimario yupo Kariakoo Mchina Tambi, naye ni wakala wa kuuza tiketi. Nuhu Jumanne yuko Bubu Skuli, naye vile vile anauza tiketi. Rashid Isa Juma yuko Fuoni Mambo Sasa na Wasilisha, naye vile vile anauza tiketi. Lukman Omar Hamis yuko Radio 1 Daraja Bovu, naye anauza tiketi. Harith anapatikana hapa maeneo ya Amani. Fahad yupo Kwerekwe. Hamza yuko Meli Tano. Suleiman yupo Kwerekwe Sokoni. Mwinyi Mwana Kwerekwe Car Wash, naye vile vile anauza tiketi, bila kumsahau TTCL ambayo ipo Kijangwani, na kwenye vile vile wanauza tiketi. Kwa hiyo tiketi yako nunua mapema hivi sasa. Kwa wale wa Dar es Salaam,
usisubiri mpaka uje Unguja ndio uje ununue tiketi yako. Tiketi yako mwana Dar es Salaam, nunua huko huko Dar es Salaam. Ukija huku uje na tiketi yako mkononi. Tumetaja capacity ya uwanja hapa ili kila mtu aone ni idadi ndogo kiasi gani ukilinganisha na mahitaji ya watu ambao wanahitaji kuja kwenye huu mchezo. Maana yake ili kujihakikishia kuiona Simba nusu finali, unatakiwa kununua tiketi yako mapema ili uimiliki, na siku ya mchezo ikifika uje ushuhudie mchezo, uje ushuhudie historia, uje umuone mnyama. Kama ambavyo nimesema, mechi hii inapigwa katika uwanja wa Amani hapa Zanzibar, na wenyeji wetu ni watu wa Zanzibar. Niwaambie tu Wazanzibari ya kwamba hii Simba ambayo inakuja kucheza New Amani Complex ni Simba mpya kabisa ambayo wao Wazanzibari hawajawahi kuiona. Watu wa Tanzania bara wameshaiona Simba ambayo naizungumzia hapa. Waliiona kwenye hatua ya robo finali, waliiona kwenye mechi na Constantine, waliiona kwenye mechi na Sfaxien. Lakini hii Simba ya nusu finali hakuna Mzanzibari yoyote ambaye ameshawahi kuiona, labda yule ambaye alikuja kwenye mechi ya robo finali. Sizungumzii kuiona kwenye TV, nazungumzia kuiona mubashara, kuiona live, kuiona ukiwa uwanjani. Hakuna yeyote ambaye amewahi kuiona. Hii ni Simba ya tofauti kabisa na ambayo mmewahi kuiona ikicheza finali za Mapinduzi. Hii ni Simba ya tofauti kabisa na ambayo mmewahi kuiona ikicheza kombe la Muungano. Hii ni Simba mpya ambayo hakuna Mzanzibari amewahi kuiona. Kama umeshawahi kumuona Mpanzo akicheza kombe la Mapinduzi, basi unakuja kumuona Mpanzo mpya kabisa ambayo humjui katika maisha yako. Kama umeshawahi kumuona striker refu kuliko goli akicheza kombe la Muungano, basi huyo uliyemuona ni photocopy. Original yenyewe kabisa utaiona kesho kutwa tarehe 20. Kama umeshawahi kumuona Shomari Kapombe akicheza katika uwanja wa Amani mashindano mengine yasiyokuwa ya kafu, tarehe 20 unakwenda kumuona Kapombe mpya kabisa ambaye hujawahi hata kumfikiria kama yupo kiumbe wa aina hiyo. Kwa hiyo basi, ndugu zangu wa Zanzibari, niwaambie tu ya kwamba tarehe 20 mnakwenda kushuhudia kila kitu kipya katika uwanja wa New Amani Complex. Hii sio mechi ya mtu kukosa. Hii sio mechi ya mtu kuangalia kwenye TV. Hii sio mechi ya mtu kuhadithiwa. Hii ni mechi ambayo kila mtu anatakiwa aitazame kwa macho yake ya nyama, na tarehe 20 kila mtu atakwenda kuiona Simba ninayoizungumzia hapa. Na watu wa Zanzibar na kila sababu ya kujipongeza kupata nafasi ya kuiona Simba hii ambayo kwa mara ya kwanza ikiwa nafasi ya 4 kwa ubora Afrika inakuja kucheza katika ardhi yenu. Maana yake ni kwamba ni heshima kubwa, ni jambo la kujivunia. Tukutane New Amani Complex tarehe 20. Mechi ni saa 10 kamili. Na hili ningependa tusisitizane hasa kwa wenyeji hapa, na kwa kuwa nyie ndio wenye huu mchezo, lazima tuwekeze nguvu kukumbushana kuhusu nyinyi. Tumezoea mechi zetu hapa mara nyingi ni saa 2:15 usiku, umeshashiba vizuri boflo yako, unakuja uwanjani. Mechi hii ni saa 10 kamili jioni, jua kali linawaka, ndio mechi inapigwa. Na kwa makusudi na kwa sababu zetu tumeweka muda huo, kwa sababu muda mzuri wa mazishi waga ni saa 10. Mmenielewa eh? Muda mzuri wa kumzika mtu waga ni saa 10.
na sisi mida yetu yote ambao tukitaka kufanya ubaya ubwela na inatiki waga ni saa 10. Kwa saa 10 tunakwenda kuzika mtu New Amani Complex. Amani Complex, neno new toa. Amani Complex, tunakwenda kuandika kaburi la kwanza pale. Tukutane Amani Complex. Kwa hiyo tujiandae kisaikolojia ndugu zangu. Mechi ni saa 10 kamili. Wale wanaotarajiwa kutoka Dar es Salaam na maeneo ya mbali ya siku ya mchezo, basi watambue kabisa mechi ni saa 10. So nafika hapa, aya, nilijua